Trump ambaye katika muhula wake wa kwanza alikutana na Kim mara 3, alisifia uhusiano wake mzuri na kiongozi huyo wa kaskazini, akisema mazungumzo yao yaliwahi kutuliza mvutano mkubwa katika eneo hilo. Hata hivyo, wachambuzi wa kijeshi wanakumbusha kuwa tatizo halijawahi kuwa uwezo wa kufyatua kombora pekee, bali uwezo wa kubeba kichwa cha nyuklia kinachoweza kulenga kwa usahihi na kulipua kwa nguvu. Waziri wa muungano wa Korea Kusini, Chung Dong-yung, akizungumza mjini Berlin, ameonya wazi kuwa Korea Kaskazini sasa imejiunga na orodha ndogo ya mataifa yanayoweza kushambulia bara la Marekani. Na hapa namnukuu: "Lazima tukubali uhalisia huu ili kuamua namna ya kushughulikia na Pyongyang", amesisitiza katika taarifa yake. Kwa upande wake, Kim Jong-un amenukuliwa na vyombo vya habari vya serikali akisema yuko tayari kwa mazungumzo, lakini kwa masharti kuwa Marekani ikiachana na kile alichokiita ndoto ya kuondoa silaha za nyuklia na badala yake kukubali maisha ya pamoja kwa amani. Wakati huo huo, Washington imeweka wazi kuwa sera yake kwa Korea Kaskazini haijabadilika, lengo likiwa denuclearization kamili, lakini Pyongyang imesisitiza haitakaa meza moja ikiwa hilo ndilo sharti kuu. Mazingira hayo mapya yanaibuka wakati Trump akijiandaa kusafiri Asia kwa mkutano wa viongozi wa kiuchumi, ambapo pia kuna uwezekano wa mazungumzo na rais wa China Xi Jinping, huku wataalamu wanaona kuwa nafasi ya China inaweza kuwa na uzito mkubwa katika kufanikisha mazungumzo yoyote yajayo kati ya Washington na Pyongyang. Kwa sasa dunia inasubiri kuona kama Trump na Kim watakutana tena na iwapo safari hii mazungumzo hayo yataleta mabadiliko makubwa au yatabaki kuwa picha za kihistoria.